tarehe 29 kwa umoja wetu, kwa mshikamano wetu na kwa amani ya hali ya juu iliyokuwepo katika nchi yetu na ahadi aliyoitoa Amiri Jeshi Mkuu wa taifa letu Dr. Samia Suluhu Hassan, tutakwenda kupiga kura katika vituo vyetu mbalimbali kwa amani na tutarudi kwa amani, na mwisho wa siku tutaendelea na shughuli zetu tukisubiri matokeo ya uchaguzi. Ndugu zangu, tumehakikishiwa kupitia Amiri Jeshi na vyombo vya ulinzi na usalama hakutokuwa na nywi wala nywi. Kwa maana ya nywi ni kufinywa tu kwa mtu yoyote atakayeonekana kwenda kupiga kura. Matokeo yake atakwenda huku anapiga miruzi na kuimba nyimbo anazozipenda yeye mpaka kwenye kituo cha kupiga kura na kupiga kura na kurudi. Hakuna atakayefinywa, hakuna atakayepigwa na hakuna atakayezuiwa kwa mtindo yoyote kwenda kupiga kura. Hivyo Watanzania wenzangu, ndugu zangu, wafanyabiashara katika kata hii ya Ilala, tujipange sasa tarehe 29 kwa ajili ya kwenda kupiga kura. Tumebaki na siku 15 tu ili ifike ile siku maalum, siku ambayo imepewa jina la Tanzania Day, ya kwenda kuchagua viongozi wa taifa letu. Sisi wana CCM tumeipa jina kwamba ni Samia Day, na kwa sababu Samia ni rais wetu na ametuhakikishia ulinzi wetu na usalama siku hiyo ya kupiga kura, hivyo tuna kila sababu ya kuita Samia Day, kwa sababu ni siku ambayo yeye kama Commander in Chief, Amiri Jeshi Mkuu wa taifa letu, atatulinda kuanzia asubuhi mpaka usiku na mpaka matokeo ya uchaguzi yatakapotangazwa. Yameelezwa mengi yanayohusiana na masuala ya watu wanaotaka kuvunja amani ya taifa letu. Mimi niwahakikishie, taifa hili lina intelligence ya hali ya juu, hivyo wale wote wanaohusika ama wanaotarajia kufanya hila kwa namna moja ama nyingine watabainika na vyombo vya ulinzi na usalama vitawachukulia hatua. Hatuko tayari kuona sisi wenyewe tunapata ulemavu. Hatutokuwa tayari kuona ndugu zetu na jamaa zetu wanafariki kutokana na mapambano ya wenyewe kwa wenyewe tutakayopambana katika kipindi cha uchaguzi. Hatuko tayari kuacha wake zetu wakawa wajane au wake zetu wao wakawa wagane kwa sisi kufariki kwa ajili ya tarehe 29. Halikadhalika tuko tayari kuona watoto wetu wanabaki kuwa yatima, kwa sababu wenzetu hao wanaoandaa maandamano wana makusudio yao. Kwanza, kama walivyosema wenzangu, hawapo hapa Tanzania familia zao ziko nje ya nchi hii. Familia zao hivi sasa wanaishi kama wakimbizi salama katika maeneo mbalimbali, jambo ambalo na ukimbizi katika nchi hii hakuna, kwa sababu Dr. Samia alipoingia aliwaita wale wote waliokimbia, akawaambia njoeni tujenge taifa letu, na wapo hapa. Walichofanya, kwa sababu walikuwa na maslahi katika mataifa hayo, walirudi wao, lakini familia zao wakaziacha huko, zikiendelea kusomeshwa na serikali za Amerika, zikiendelea kupewa huduma mbalimbali za kijamii na serikali za wenzetu kutoka European countries, lakini na wale wengine walikuwa katika nchi za Arabic countries. Sasa likiharibika katika taifa letu, wao watakuwa na majukumu mawili. Kwanza, kuhakikisha mtafaruku wetu ama mapambano yetu hayawi mapambano yale madogo, yani Watanzania tuumizwe, tuvunjwe, tufe, na wao watakuwa wanachukua hayo matukio kwa kurekodi
na wakishamaliza kurekodi wanapanda helikopta au ndege, wanaondoka wakiwa tayari wana video ambazo wamechukua kwa matukio yale walioyahamasisha na kufanikiwa kwao. Sasa wanapeleka kwa mabwana zao ili kwanza wajiongezee vibali vya wao kuendelea kuishi katika maeneo hayo wanaoishi, lakini vile vile kuongezewa ruzuku kwa kazi kubwa wanayoifanya. Lakini mwisho wa siku wajitengenezee mazingira, na kwa sababu walikuwa wanaelezea swala la uasi na yupo kiongozi alikuwa akilirudia neno hilo kwa video hizo na kwa namna ambavyo watakavyoenda kujieleza, msishangae nchi yetu kwa mara ya kwanza kukawa na wahasi porini kwa ajili ya kuharibu amani ya taifa letu. Ndugu zangu, nikisema uasi mnajua, kwa sababu uasi ulishafanyika katika nchi ya jirani tu ya Uganda. Nakumbuka namna gani watu walipouana mpaka Watanzania tuweza kutuliza hali ya Uganda. Lakini mnajua uasi ulivyosumbua katika taifa la Burundi, katika taifa la Rwanda, halikadhalika katika taifa la Angola, kipindi kile cha yule bwana anaoitwa Savimbi. Waliua watu takriban ama wanaokisiwa 500,000 mpaka milioni. Wapo walioua kwa mikono yake kwa sababu ya uasi wake na kujitengenezea mazingira ili aendelee kupewa silaha nyingi na kubwa za kivita kutoka Amerika na Europe ili aendelee kufaika na huo uasi aliokuwa anafanya. Kwa ndugu zangu, kuna watu wana mikakati ya miaka 5, miaka 10, miaka 20 mpaka 30 kwa ajili ya kuona taifa hili hatukai katika amani na utulivu. Nyinyi ndio watu wa kuamua kwamba taifa letu liendelee kubaki na amani ama liendelee kubaki na amani. Tarehe 29 twendeni tukatiki. Twendeni tukatiki kwa Dr. Samia Suluhu Hassan, rais wa mfano, rais ambaye mataifa mengine yanatamani kuwa na rais wa aina hiyo. Taifa letu wakati anakabidhiwa ni kwa mara ya kwanza, na tulikuwa hatujawahi kuexperience ya rais aliyokuwa madarakani kufariki katika kipindi cha uongozi wake. Mwanamama shujaa, mwanamama jasiri, akiwa amezungukwa na wakina baba majemedari, wanasiasa nguli, akasema nipeni nchi kwa mujibu wa katiba, niko tayari kwa ajili ya kuongoza taifa hili. Lakini niwaahidi miradi yote ambayo ilikuwa ikitekelezwa na serikali hii ambayo mimi nilikuwa kama makamu wa rais, naenda kuisimamia, na ndani ya miaka 5 miradi hiyo inaenda kukamilika. Ndugu zangu, labda niwaulize, bwawa la Mwalimu Nyerere la umeme limekamilika au halijakamilika? Treni ya mwendo kasi SGR kwa ajili ya kubeba abiria na mizigo kwa kipande cha kutoka Dar es Salaam mpaka Dodoma, na sasa umeanza utaratibu wa kutoka Dodoma mpaka Tabora, na Tabora mpaka Mwanza, Mwanza mpaka Kigoma, Kigoma mpaka Burundi. Je, kwa hatua ya awali Mwanza kutoka Dar es Salaam mpaka Dodoma imekamilika au haijakamilika? Ndugu zangu, kulikuwa na daraja la mfano, na daraja hili linasadikika kwa ni miongoni mwa daraja makubwa duniani, na kwa Afrika inasemekana ndio daraja namba 1. Daraja la Kigongo Busisi lilokuwa kule Geita, mama amelisimamia likiwa na 30% ya ujenzi wake. Leo hii lina 100% limekamilika na limezinduliwa.